nani? Nisipopata nafasi hata ya kuhubiri, chukua hivyo, ila uniachie nani? Nisipopata nafasi hata ya kuishi maisha marefu, chukua hayo yote, ila sitaki niuze maisha yangu afu nimkose Yesu. Sitaki nipate maisha na furaha ya dunia alafu nimkose Yesu. Unakumbuka kile ambacho Yesu alisema, itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote? Hivi unajua maana ya kupata ulimwengu wote? Unajua maana ya kupata ulimwengu wote? Ulimwengu wote unakuwa miliki yako. Yaani kama wewe ni mwanaume unapenda wanawake wazuri, wanawake wote wazuri, wafupi, wanene, wembamba, yaani wote wanakuambia vyote, umaarufu vyote, chochote unachokihitaji. Anasema kama mtu atapata hivi vyote alafu akaiangamiza nini? Nafsi yake, atakuwa amepata faida gani? Anasema ni hasara tupu. Na wito wangu tunapoazimisha kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, nataka nikuulize swali. Yesu ana nafasi ya kwanza kuliko chochote ulicho nacho. Vyote vinaweza vikaondoka na bado Yesu akabaki wa kwanza. Unaweza heshima yako mtu akakutukana, akakwambia wewe mama fulani uko hivi na hivi, akakuzalilisha. Inaweza kuta ni mtumishi mwenzako. Je, bado mahusiano yako na Mungu yanaweza akasonga mbele? Au unasema ni sitakusamehe hata kwenye kaburi langu usije? Je, Yesu ni zaidi ya hayo yote? Unaweza kuta labda saa nyingine kuna mwanaume labda alikupiga mimba, umeshindwa hata kusamehe. Alitelekeza, aliniacha na sioni, mpaka mtoto wako umembebesha sumu. Mwambie huyo yani baba yako asingekuwa baba yako. Mpaka ulishasema sitakusamehe. Siku moja kuna mama fulani alikuwa ni mama mdogo wangu. Akamwambia, alikuwa nakutana naye siku nimeenda kumtembelea. Akamwambia vipi maisha yako ya imani? Akamwambia maisha yangu nilikuwa mzuri sana. Akaanza kunielezea. Yaani nilikuwa mwimbaji. Tulikuwa tunaimba. Akaanza kunipatia hadi na mapambio. Akaanza kunipatia nyimbo zile za sifa alizokuwa wanaziimba wakiwa binti. Anaanza kunielezea. Nikamuuliza, mbona sasa hivi hauko hivyo? Akaanza kuniambia, akasema, mwanangu, niombee. Katika yote nimeweza kusamehe, ila hili nililotendewa nimeshindwa kusamehe. Na aliyenitendea ni mtu wa kanisani. Siku moja mama yangu ndo akaanza kuniambia, akasema,